Je, unajua kuwa ukiamka saa 11 kunaweza kubadilisha kabisa maisha yako kama una tabia ya kuamka saa 11 asubuhi. Watu wengi waliofanikiwa kutumia muda huu kupanga siku yao kabla dunia haijaanza kuwa na kelele, wengi wamefanikiwa. Kuamka saa 11 asubuhi ni tabia ndogo lakini ina faida kubwa sana kwenye maisha ya mtu. Kwanza, muda huu akili huwa imetulia. Mazingira ni kimya na unaweza kupanga siku yako vizuri bila usumbufu. Badala ya kuanza siku kwa haraka na pressure, unapata nafasi kufikiri, kuomba, kufanya mazoezi, kusoma au kupanga malengo yako ya siku. Faida ya pili ni kwamba unaongeza muda wa uzalishaji. Wakati wengine bado wamelala, wewe tayari umeanza kufanya mambo muhimu. Hii inakupa faida kubwa, hasa kama una malengo ya kusoma, kufanya kazi, kuanzisha biashara au kuendeleza kipaji chako. Faida nyingine ni afya ya mwili na akili. Kuamka mapema kunakupa nafasi ya kufanya mazoezi mepesi, kunywa maji na kuanza siku kwa utulivu. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kukufanya uwe na nguvu zaidi siku nzima. Pia kuamka saa 11 asubuhi kunajenga nidhamu. Ukifanikiwa kushinda usingizi asubuhi, unajifunza kujisimamia sana. Nidhamu hii inaweza kuhamia kwenye maeneo mengine ya maisha kama kazi, masomo, biashara na hata matumizi ya muda. Lakini kumbuka, kuamka mapema hakumaanishi kulala muda mchache ili uwe na afya nzuri. Ni muhimu kulala mapema ili mwili upate muda wa kutosha kupumzika. Siri ya kuamka mapema tu, bali ni kuwa na ratiba nzuri ya kulala na kuamka. Kwa hiyo, kama unataka kuongeza uzalishaji, kuwa na nidhamu, kupunguza pressure na kupanga maisha yako vizuri, jaribu kwanza kuamka saa 11 asubuhi. Anza kidogo kidogo na hata kwa siku 3 tu kwa wiki. Alafu utakuja hapa kukomenti matokeo ambayo umeyapata. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa maudhui zaidi ya kukusaidia kuboresha maisha yako ya kila siku.